Mtazamaji wa TBC1, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Kama ambavyo tumekuwa tukikwambia siku zote, utafiti umekuwa suluhu ya changamoto mbalimbali ambazo zinatokea katika jamii. Na leo hii katika kipindi cha Mwanazuoni tupo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndaki ya kilimo na teknolojia za kilimo ama COAF, lakini pia hapa tulipo ni eneo la ndaki ya uhandisi na teknolojia COET. Leo tunazungumzia namna ambavyo mabaki ya vyakula yanaweza kutumika kutengeneza vyakula vingine kwa ajili ya wanyama, ndege, lakini pia na samaki. Tuko kwenye uchumi wa blue na tumeona serikali imegawa baadhi ya vizimba kwenye maeneo kadhaa ikiwemo Mwanza kwa wale wavuvi ambao wamepata vizimba. Namna gani unaweza ukalisha samaki wako kwa wewe mfugaji? Basi tuko na suluhu leo hii kutokea hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia utafiti ambao wameufanya, namna ambavyo mabaki ya vyakula yanatumika kutengenezea vyakula vingine kwa ajili ya ufugaji, uvuvi, lakini pia kwa ajili ya kilimo. Yote haya yapo na tutazungumza. Niko na Profesa Oscar Kibazoki. Yeye ni profesa katika ndaki ya kilimo na teknolojia za kilimo ama COAF kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Atatueleza mengi sana. Ni mabaki ya aina gani ambayo yanaweza kutumika? Yote haya tutajua hii leo kupitia kipindi cha Mwanazuoni. Karibu sana, twende pamoja. Kwa wewe mfugaji, mkulima, lakini pia mvuvi, unayo nafasi ya kupata suluhu ya changamoto ya vyakula kwa mifugo ama samaki ama kilimo au mazao ambayo unayalima huko nyumbani ulipo. Karibu sana, twende pamoja. Profesa, habari za majukumu? Nzuri. Habari za kazi? Niko salama sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni leo hii kutoka hapa TBC1. Asante, nafurahi kuwa na wewe. Nashukuru sana. Ndiyo. Profesa, leo tunaangazia namna ambavyo mabaki ya vyakula yanatumika kutengenezea vyakula vingine kwa ajili ya kilimo, tumetaja ufugaji, lakini pia uvuvi. Hebu tupitishe, ni mabaki yapi ambayo tunaweza tukayarudisha na tukapata vyakula ambavyo vinaenda kutumika sehemu nyingine kwa ajili ya ukuaji wa uchumi wa mtu na taifa kwa ujumla? Kabla hatujafika huko, tuangalie kwa nini tunafanya utafiti kama huu. Kwanza, duniani watu wanaongezeka. Watu wanahitaji chakula kingi. Na hilo chakula kingi, dunia yetu ardhi inabakia pale pale jinsi ilivyo. Kwa hiyo lazima tuje na njia mbadala kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa chakula. Na chakula tunachokihitaji sana ni aina ya protini. Na tunapata protini kutoka kwenye wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku na samaki. Sasa nitaongelea kwamba tunatengeneza chakula kwa ajili ya kuwalisha kuku na kwa ajili ya kuwalisha samaki, hata na wale wanaofuga kitimoto. Sasa ukiangalia kwa sasa hivi, wale wanyama kwa mfano kama kuku wanalishwa dagaa, na hao dagaa sisi wenyewe vile vile tunawahitaji. Kwa hiyo sisi tunagombana na kuku kula wale dagaa. Kwa hiyo utakuta sasa vile vyakula, vyanzo vya protini vinabakia vile vile. Kwa hiyo na sisi tunaongezeka, kunakuwa na uhaba wa chakula. Kwa baada ya kupata changamoto hiyo, ndio hapo sasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kikaa mezani na wasomi wake kuja suluhu. Tukaangalia ni kwa jinsi ipi tunaweza tukapata chakula cha kuwalisha hao wanyama ambacho wale wanyama kile chakula hawashindani na binadamu. Mojawapo ya njia ya kuzalisha protini kwa ajili ya wanyama, kuku, samaki na wengine, ni kutumia mabuu. Hiyo ni Kiswahili ambacho kinatumika, lakini Kiswahili cha zamani wakati unaitwa funza. Ukimwona kuku anaparuza huko, wale kuku wa kufuga wa kienyeji wanatafuta vitu kama vile. Lakini kumbe yale mabuu yanaweza yakazalishwa kutokana na mabaki ya chakula. Kwa mfano, ukienda sokoni kuna baadhi ya matunda yaliyooza yanatupwa, maparachichi na mafenesi na mengine. Sasa hayo ukiyachukua unaweza ukatumia ukazalisha mabuu, ambao mabuu 50% ni protini na karibu 40% ni mafuta. Kwa hiyo wale ukiwalisha wale wanyama kama kuku na samaki, sasa wale wanakuwa vizuri zaidi na hawatashindana na sisi katika kukula dagaa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunachofanya ili kuweza kuzalisha mbadala. Na hilo tu. Badala nyingine vyakula kama hivyo huwa vinatoka kwenye soya. Na tunabidi tukate miti ili tuweze kulima soya nyingi kwa ajili ya kupata protein kwa kuwalisha wanyama. Na tukikata miti tunaleta matatizo ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tukisha wazalisha katika sehemu ndogo, kwa hiyo tunapunguza vile vile misitu inabaki. Kwa hiyo tunaua ndege
mmoja, ndege wawili kwa jiwe moja, kwa sababu tunapunguza uhaba wa protini kwa ajili ya wanyama na tunatunza vile vile misitu. Na mnaondoa ushindani kati ya binadamu na nyama kwa kula vyakula kama vile dagaa. Kwa hiyo ndivyo tunafanya. Inachukua muda gani sasa Profesa kutumia, na umetaja mabaki kwenye mambo ya umetaja parachichi na mafenesi. Vile vile kuna mabaki mengine kama mabaki ya wanyama kule, mabaki ya viwanda vya samaki, mabaki ya hata viwanda vya vyakula vingine. Tunaweza tukatumia mradi viwe na wanga kidogo na protini kidogo, vitasaidia hawa wadudu hawa watasaidia. Na huyu inzi ambaye Mabutu tunayosema anaitwa inzi chuma. Ni inzi ambaye hana matatizo. Yaani huyo inzi chuma, kabla tujafika kwenye inzi chuma, tunafanya nini mpaka tunahakisha kwamba tunageuza yale mabaki kuwa chakula? Sasa tunachofanya ni kwamba tunabidi tuwe na mayai ya hiyo inzi chuma. Alafu tukichukua zile takataka zile, hata vyakula vya nyumbani ukamwekea, naona sasa yeye anakula kile chakula, alafu anatengeneza protein na mafuta. Yaani katika inzi wako inzi wengi tunafahamu, wengine tunafahamu baadhi ya watu wanasema inzi wanatokea chooni na vitu kama hivyo na nini, wanakuwa na picha mbaya kwa nini. Ni kweli. Hawa inzi chuma ambao umewasema ni inzi wa aina gani na wanapatikana wapi? Tutakuonyesha baadaye. Wale inzi chuma ni inzi ambao ni weusi. Wale inzi wetu tuliowazoea nyumbani ni inzi ambao ni wachafu. Unaona, wanapeleka uchafu huku na huku na huku. Inzi chuma ana tabia moja. Yeye akisha kuwa kutoka kwenye ile kakuni yetu tunaita pupa, hali chakula. Kwa hiyo haendi huku na huku na huku kutawanya uchafu na huku kueneza magonjwa. Kwa hiyo kwa sababu hali chakula, akisha kuwa inzi, yeye kazi yake dume na jike ni kukutana na kutaga mayai. Baada hapo anakufa. Kwa hiyo ni inzi ambayo ni mzuri, haangaike huku na huku kutafuta chakula, haendi kwenye uchafu. Vinavyokuja kwenye uchafu ni yale mayai ambayo hayazunguki huku na huku kutawanya magonjwa. Kwa hiyo ni inzi ambayo hatawanyi magonjwa. Na wanapatikana kwenye mazingira yetu ya kila siku. Wanapatikana katika nchi zenye joto. Hawa inzi ambao tunao hapa tumewatega tu. Ukienda katika sehemu ambayo kuna uchafu na wewe ukaweka uchafu mwingine ambao ni una harufu vile kidogo, matunda yaliyooza, ukiweka na kinyesi cha kuku pale ndani, wao watatokeza, watakuja watataga mayai mle ndani. Basi ukishachukua yale mayai yakatotoa, ukapata wale funza au mabuu, basi wanakuwa wale. Alafu unawatunza. Ukisha watunza yale mabuu, baada ya muda wakitotoa wakawa inzi, unachukua sehemu 10% ya mabuu unarudisha ili waweze kuzaa. Kuna sehemu ambapo wanakaa kule, wanatotoa wanakuwa inzi, alafu wanataga mayai. Ile 90% ile sasa ndio chakula cha kuwapelekea wanyama. Ndio. Ndio utafiti. Ndio, karibu. Sasa inachukua muda gani mpaka kuwapata hao inzi na wanachukua muda gani kuchakata mpaka tupate hayo mabuu ambayo ndio chakula kwa ajili ya wanyama na samaki na ndege pia? Yale maisha yao yanakuwa kwenye siku 15 kwenda mpaka 25 hivi, kutokana na hali ya hewa jinsi ilivyo. Unaona, ukimpa maji yule inzi ambaye anataga mayai, ukimpa maji kidogo na kasukari kidogo, maisha yake yanarefuka kidogo. Kwa hiyo yale mayai yana kama chini ya wiki moja yanatotoa, na kwenye chini ya siku 10 unakuwa sasa yale mayai yakishatotoa yanazalisha yale mabuu. Kwa hiyo na wale inzi wanakaa kwenye siku kama 5 hivi 7. Kwa hiyo kwenye siku 15 mpaka 20-25 ndio mzunguko mzima wa maisha ya huyo inzi. Na hao mabuu ambayo ndio yanatokana na mazao ambayo umeyataja au mabaki ambayo umetajwa, na wakati mwingine tunayo kwenye jamii yetu, kwenye maisha yetu tunakula, tunatupa mabaki. Ndio. Yanapatikana baada ya muda gani mpaka sasa yanahitajika kutumika kwenye sehemu zingine kama wanyama, ndege? Yapi yale mabuu? Yale mabuu sasa, yale ambayo yale mayai ambayo umesema nataka. Yanakaa muda gani mpaka kufikia hatua sasa yanaweza kutumika kuliwa? Baada ya wiki moja kwenda siku 10 inatosha kuwa wamekuwa, yanatosha kwenda kuwalisha wanyama. Ndio. Lakini kuna dhana, kwa mfano umezungumzia ni mabuu, kwa lugha nyingine unasema ni funza. Jamii unapotaja funza
kuuza ni kama kitu kibaya hivi. Hamkufikiria juu ya utafiti wenu kuona kwamba labda mje na jina jipya ili watu washawishike kutumia utafiti huu kwenye ufugaji na ufugaji wa samaki, wanyama na ndege? Kwa sababu hatuli moja kwa moja kama binadamu, na wale wanyama kama samaki na kuku ndio chakula chao, hicho ndicho wanachokula, unaona, na binadamu tunakula wadudu pia lakini sasa ukisema funza, ile neno haliji vizuri, kwa hiyo Kiswahili kingine tunatumia mabuu lakini mabuu ni jamii ya funza. Na hamna kemikali ambazo zinatumika kuweza kuwakuza hao mabuu? Hapana, ni wale wanakula uchafu wa chakula tu basi. Wanakuwa haraka, siku 10 tayari umeshavuna. Unatumia kemikali za kazi kufanya kazi gani? Yaani maana yale mayai yakipatikana ndio mnayaweka kwenye yale mabaki ya vyakula. Vyakula yakitotoa wanaanza kukua. Basi wakishafikia ile sehemu ambayo wamekuwa sasa, kuna hatua ambayo sasa wanataka ili wajifungie, inaitwa pupa, ili waweze kubadilika kuwa inzi. Sasa wanapokaribia ile sehemu ndio wanavunwa, na ukiwachelewesha wenyewe wanatoka wenyewe kwenda kutafuta sehemu ambapo wataenda wakae wajifiche, halafu hawali tena, wanakuwa ndani kwenye ile pupa, afu wanakuwa inzi, afu wanatoka. Sasa wanapokaribia ile sehemu ya kutaka kwenda kukaa na kujifungia, halafu baadaye wawe inzi, ndio muda mzuri wa kuwavuna. Akondo hapo sasa mnatenganisha kwamba hawa waende kwenye inzi ili waendelee kuzaa na hawa wabaki kwenye vyakula ili wakatumike sehemu nyingine. Hapo ndo tunawavuna wale kabla hawajaanza kuwa weusi. Wakishaanza kuwa weusi sasa ndio wanaenda sasa kule kuwa inzi. Kabla hawajawa weusi, wanataka kubadilika kidogo kuwa weusi, ndio wanavunwa. Sasa wale wakwenda kwenye chakula wanaenda wanakaushwa, au kama mfugaji ambaye anafuga katika kiwango kidogo, unaweza ukawapa kuku moja kwa moja. Lakini sana sana wale wazalishaji wakubwa wanawachukua wale, wanawavuna, wanawakausha. Kuna wengine wanabidi wakamue watoe mafuta. Ukishawakausha basi unachanganya na vyakula vingine vya wanga, unatengeneza chakula ambacho kinafaa kuwalisha wanyama. Na yale mabaki ambayo sasa tumesema yanatumika kukuzia wale mabua ama wale funza ili waweze kufikia hatua ya kwenda kutumika sehemu nyingine, mnawaweka katika hali gani? Mnayaweka katika hali gani ya ulinzi na usafi? Kwa sababu tunajua mabaki mara nyingi yanakuwa ni uchafu, ili yasioze ya kuharibika, kuweza kuharibu wale mabuu ambao mnawaandaa. Kwanza kuoza, wale ndio wanafurahia, wale wakula vitu ambavyo vimeozaoza, kwa hiyo wale hawana shida. Lakini ikikaa muda mrefu, wadudu wengine wanaweza kaingia mle ndani wakala hii chakula, lakini ndio kimeanza kuozaoza haina shida yote. Na kwa kiasi gani sasa, ni scale ipi ambao mnasema hasa huu ni uzalishaji mdogo, wakati au mkubwa wa hawa mabuu ambao sasa mnaweza mkafanya kwenda kutumika kulishwa sehemu nyingine? Kulisha wanyama inategemea na kiwango cha mtu ambacho unataka kuzalisha. Unaweza, yupo mzalishaji mmoja yuko Kagera, ana kuku 600, aliongeza mpaka 900, anajitosheleza kwa protein, ana kisehemu kama hiki tu, unaona. Kwa hiyo anazalisha yale mayai. Wakishataga mayai, ukiyapima kwa uzito ni kama gramu mpaka 25 ikiwa yale mayai. Kwa hiyo anazalisha kiasi cha kutosha kuzalisha protein ya kulisha kuku mpaka 600 mpaka 900. Kwa kila kilo 100 hivi za takataka unapata kwenye kilo 10 mpaka 12 za mabuu. Nyingine inayobaki ni mbolea nzuri tu kwa ajili ya mimea ambayo unaweza ukalimia mboga mboga au hata mazao mengine. Maana yake ni kwamba takataka zote tusitupe kabisa. Sio zote. Sio zote. Ni takataka zile ambazo zina virutubishi, kama takataka ya vyakula. Unaposema takataka kama za majani sasa ni tofauti, lakini takataka zenye ya vyakula hivyo zote zinafaa. Mtu akiwa na sehemu kama ndogo tu, ana kuku 100, 500, 1000, anaweza akajitosheleza. Lakini mabaki ya chakula cha nyumbani hakitoshelezi kwa kuku wengi namna hiyo. Kwa hiyo inabidi aende sokoni atafute mabaki ya vyakula awe anazalisha wale nani.
Mtazamaji, tunaangazia mabaki ya vyakula na namna ambavyo yanatumika kuzalishia vyakula vingine kwenda kulisha wanyama, ndege, lakini pia na samaki. Kwa sasa tunafahamu baadhi ya familia, baadhi ya watu wana ufugaji wa samaki wa vizimba. Lakini pia kuna watu ambao wanafuga kuku, lakini pia kuna watu wanaofuga wanyama kama nguruwe, lakini pia ni wanyama ambao wanakula aina mbalimbali ya vyakula. Sasa tuko na Profesa Oscar Kibazohi, yeye akitupitisha katika namna gani yale mabaki yanaweza kuwa faida kwa wewe mfugaji. Inawezekana unapomaliza kutengeneza vitu vyako, kama ni samaki, kama ni matunda, basi unaenda kutupa jalalani. Kumbe kuna mchakato ambao unaweza kutumika kukurudishia ili zile malighafi kuleta mali zingine ambazo zinakwenda kutumika katika swala zima la uzalishaji. Profesa, kwa mtu ambaye hajui kabisa kuhusiana haya mambo, akitaka kuanza kufanya kupitia utafiti ambao umeufanya, anatakiwa aandae vitu gani ama afanye nini mpaka kufikia hatua sasa ameanza kuzalisha mabuu kwa ajili ya protini ya vyakula, kwa ajili ya ndege, wanyama? Vitu anavyohitaji ni vitu vikubwa viwili: sehemu ya kukuzia yale mabuu na sehemu ya kutunza wale inzi ambapo wanabidi watage mayai, kwa sababu tunawatengenezea sehemu ya neti ili wasitoroke, alafu tunawawekea chakula ambapo sehemu fulani hivi au ni sehemu ya kutaga mayai. Ni kitu kidogo tu, ni mabaki yenye harufu ili waweze wakutega mayai. Sasa ukishataga mayai yale yanatolewa, yanawekwa kwenye mabeseni ambapo sasa ndio kuna uchafu mwingi, ndio naweka yale mayai yakishatotoa kule, tulipoyatoa kule yakatotoa, ndio naweka mule. Sasa wale funza wanakuwa ni wadogo sana, halafu wanaanza kukua mpaka wanafikia sehemu ambayo inakubalika. Sasa wakishafikia sehemu ambayo inakubalika, wakianza kubadilisha kuwa brown, wanachukuliwa kama 10%, wanaendwa kuweka kwenye sehemu ambapo inabidi wafanye nini, wabadilike, wawe inzi, wazae. Wakishazaa wakataga mayai yale, ndio tunachukua vile vile yanatotoa, alafu tunaenda kuzalisha mabuu tena. Kwa hiyo ni mzunguko huo. Sehemu ya kuzalisha inzi, vitu gani ambavyo vinawekwa ili kuweza kuzaliwa hayo? Wale wanahitaji maji, kwa sababu hawali chakula, angalau wasikaukiwe. Alafu wanahitaji sehemu ya kutaga mayai. Sehemu ya kutaga mayai unaweza ukatenganisha vibao vidogo vidogo, alafu katikati una kama kamba imepita katikati. Ile sehemu ambayo inakuwa ni nyembamba ndio wanataga mle mayai, na kuwe na kivuli hivi. Basi wakishapata hiyo wanataga mayai. Kwa hiyo ile sehemu ya kutaga mayai ile inaondolewa, inakuja inawekwa sehemu yenye chakula. Yale mayai yakiingia kwenye chakula yanatotoa. Sasa kishatotoa ndio tunawatoa wale funza au mabuu machanga, tunatawanya kwenye mabeseni mbalimbali ili yaweze kukua, na tunakuwa tunawalisha angalau kila baada ya siku. Na kwa kiasi gani sasa utafiti huu umeenea Tanzania na umesaidia watu ambao ni jamii ya wafugaji, wakulima katika shughuli zao za watafiti sasa hivi ni wengi. Kwa mfano ninaowajua, University ya Nelson Mandela wanafanya vile vile, nadhani na wapo wengine vile vile. Kuna watu binafsi wanafanya, kuna makampuni ambayo yanazalisha. Kuna kampuni yuko Arusha, kwa wengine na wako hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile sisi wenyewe hapa chuo cha Dar es Salaam tumefundisha wafugaji zaidi ya 30 na tukawapa mbegu. Tunaposema tumewapa mbegu, tumewapa yale mabuu ambayo yamekomaa yanaenda kutotoa mayai. Wengine wanaendelea vizuri, na tumetengeneza kikundi cha wafugaji wa uzalishaji wa mabuu kwa ajili ya kuwalisha mifugo yao. Kwa hiyo mtu akitaka anaweza akatutafuta, tukamuunganisha kwenye kile kikundi, tunapashana habari moja mbili, unafanya nini, amepata changamoto gani, halafu wanaendelea. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kidogo, inawezekana kabisa. Na kwa namna ambavyo mnazalisha, michakato yote mnayoipitia, kwa kiasi gani changamoto mnakumbana nazo zinasababisha pengine kutokufikia malengo mnapokuwa kwenye mchakato mzima kuzalisha? Changamoto zipo. Najua haya mabuu usipowatunza vizuri, wanaingia ndege, wanaweza wakaingia wakawala. Kwa hiyo lazima baba pamezungushiwa. Kwenye wavu kule kwenye mayai, usipoyatunza vizuri,
sisimizi wanaingia wanakula. Mabua yakianza kukua, panya wanaingia wanakula. Hizo ni changamoto ambazo zipo. Kwa hiyo sehemu ambayo ya kuzalisha ni lazima pawe pamewekewa uzio, pamekuwa wavu kuzuia hasa panya na ndege. Na pale unapoweka kwenye kuzuia kwa mfano sisimizi, tunaweka miguu ya meza ambapo tunazalishia yale mayai, au inzi wale wanazalisha mayai, tunaweka maji au oili chafu ili inzi wasifanye nini? Sio inzi, sisimizi wasipande kwenda kula yale mayai. Na kwa Mtanzania ambaye anafuga kuku wake tu wa kawaida, umezungumzia kuna watu mmoja vikundi, na sasa hivi serikali imegawa vizimba kwenye baadhi ya maeneo ikiwemo mkoa wa Mwanza kwa wavuvi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanazalisha zaidi samaki wa kufuga kuliko wale wa kwenda kupambana nao kule ziwani kwenye kina kirefu. Unamsaidia vipi kuhakikisha kwamba huu mchakato anauanza? Sasa uzalishaji wa hawa, kwa mfano watu wenye vizimba wanahitaji uzalishaji mkubwa. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba kama ana uwezo anaweza kufanya vyote viwili, lakini njia ambayo ni rahisi, wawepo wazalishaji wa hawa mabuu, alafu wakishazalishwa watengenezewe, wachanganywe na vyakula vingine kama mahindi au nini, ili vyenye wanga, alafu yeye wanaweza wakauziwa pale kwa bei nafuu, kwa sababu baadhi ya wafugaji wananunua vyakula kutoka nchi za nje. Kwa hiyo hii inaweza ikawasaidia. Wenye uwezo wanaweza akafanya vyote viwili, kuanzia kuwatawalisha, kuwazalisha mabuu, kutengeneza chakula na kuwapa wale samaki wao. Kwa hiyo inaweza ikawa ikapunguza gharama. Ni kwa kiasi gani ufugaji wa mabuu hapa Tanzania kutokana na mabaki ya vyakula ni fursa kwa vijana ambao wewe unaweza ukawaambia hii leo? Ni fursa kwa vijana, na kama nilivyosema kuna shirika moja ambalo ni shirika ambalo sio la serikali, NGO, ambapo kuna mfanyakazi mmoja ambaye anafanya katika kampuni mojawapo, anashughulika na vijana kuwapa kianzio ambapo gharama yake ni ndogo, kuanzia kwenye 200,000 na nini, watu wanaweza kaanza kufuga. Sasa akianza kufuga anaweza akapunguza gharama zake za kufuga kuku, au akawa anawauzia wale wanaotengeneza chakula, au mwenyewe akatengeneza chakula akawa anauza. Kwa hiyo vijana wakijikusanya wakakaa pamoja, na kama wako karibu na masoko ambayo yana mabaki ya chakula, hasa kama matunda, huo mradi unawezekana, ambayo mtu anaweza akapata vihela vidogo vidogo. Lakini mtu atakapofuga kwa kiwango kikubwa, inaweza ikawa ni biashara kubwa sana. Kwa mfano Kenya, tulikutana na mama mmoja ambaye yeye aliambiwa au anazalisha tani 5 ya mabuu kwa mwezi, akaona ni ngumu sana. Na alitaka kufuga samaki, akaachana na samaki, akaanza kuzalisha mabuu, anawauzia wale ambao wanazalisha vyakula vya wanyama. Ilipokuja corona, dagaa walikuwa hawatoki Tanzania, dagaa walikuwa hawatoki Uganda kwenda Kenya, ilibidi yule jamaa aongeze uzalishaji. Kwa hiyo uzalishaji mkubwa unawezekana, uzalishaji mdogo unawezekana. Ni kutokana na uwezo wa mtu, na hivyo atapata fursa kutokana na nguvu zake za kuzalisha. Lakini mazingira lazima yawepo na joto la kutosha. Joto lazima liwepo. Kunapokuwa na baridi, inzi hawatagi mayai ya kutosha. Kwa hiyo tunaangalia kwenye joto kuanzia digrii za sentigredi 25 mpaka 30. Kwa hapa Tanzania manake kuna baadhi ya mikoa hawawezi kuzalishwa hawa. Kwa mfano kama ukienda Arusha kwenye miezi ya 5, 6, 7 baridi skali, inzi wanataga mayai kidogo sana. Kwa hiyo kwenye swala la uzalishaji ni hasara. Kwa uzalishaji ni hasara. Inabidi tafute njia ya kupasha joto ili wale inzi wazae mayai ya kutosha. Mtazamaji, hii ni fursa kwa wewe ambaye ni kijana, unayo nafasi ya kuchangamkia fursa ya kufuga na kuzalisha mabuu ambayo ni protini kwa ajili ya vyakula, kwa ajili ya ndege kama wanaofuga kuku, bata, lakini pia kwa wale ambao ni wafugaji wa samaki. Hii ni fursa kwao kuweza kupata protini kwa ajili ya samaki wao, lakini pia kwa wale wanaofuga wanyama ikiwemo nguruwe, hii ni fursa kwa wale ambao ni wafugaji.
Na kuna kitu ambacho vile vile tukiongelea, sio hilo tu, yale mabaki yanayobaki baada ya kuzalisha mabuu, ile takataka ni mbolea nzuri kwa ajili ya kilimo, vile vile inaweza kupunguza utumiaji wa kilimo. Profesa, ni tukiwa tunamalizia kabisa, ni kwa namna gani sasa serikali kupitia wizara ambazo zinahusika hapa, tunazungumzia wizara ya kilimo, wizara ya uvuvi, lakini pia na mifugo, wizara ya elimu, zinashirikiana kuhakikisha kwamba huu utafiti ambao umekuwa ukifanywa kupitia wizara ya elimu unakwenda kuwa na manufaa kwenye jamii? Ni kwa kiasi gani ushirikiano huu upo? Ushirikiano upo kwa sababu sisi tuko chini ya wizara, na kuwa chini ya wizara tuko katika chuo kikuu, na chuo kikuu ni wazazi wetu ni wizara. Sasa hii tunachoweza kusema kwamba sasa tunaambiwa kwamba sisi ambao tunapokea mshahara, sisi ambao tunafanya utafiti, kwamba tumekuja na vitu vizuri. Kwa hiyo napenda kuwajulisha kwamba tuna mambo mazuri ambayo tumeyafanya, hasa kutokea wizara ya kilimo, wizara ya uvuvi, wizara na ufugaji, kwamba vitu ambavyo tunavifanya. Kwa hiyo sasa hivi wazidi kutuunga mkono ili tuweze kusaidia uzalishaji wa chakula kwa ajili ya wanyama, kwa ajili ya ufugaji, ili taifa liweze kuokoa fedha za kigeni kuagiza hizo bidhaa kutoka nchi za nje. Kwa hiyo kwa utafiti wetu huu tulikofikia, kilichobaki ni kuchukua utafiti katika kiwango cha uzalishaji. Ni vitu viwili tofauti. Kufanya utafiti tukajua kinafanyika, kuzalisha sasa inahitaji mtaji mkubwa, inahitaji na miundo mbinu na nini ambayo sisi hatuna. Kwa hiyo lakini serikali ikituunga mkono katika ile hatua, nadhani tunaweza tukapiga hatua na tukaajiri vijana wengi tu ambao wanaweza kuwa wanafanya kazi kama hiyo, na uchumi wa nchi ukakua. Na si tafiti nyingine zipo tu, lakini hii ni mojawapo ambayo inaweza ikasaidia katika Shukrani sana Profesa. Ni Profesa Oscar Kibazohi, yeye ni profesa ama mhadhiri ndaki ya kilimo na teknolojia za kilimo COAF, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia hapa tulipo ni ndaki ya uhandisi na teknolojia COET, ndiko ambako tumefanya kipindi hiki kuhusiana na utafiti wa namna ambavyo mabaki ya vyakula yanaweza kuzalishwa na kutumika tena kwa ajili ya kwenda kuzalisha ama kutumika kama vyakula sehemu nyingine. Na haya mabaki kama alivyoyasema profesa, bila shaka umeyasikia. Kwa wewe mtazamaji, ni kuambia tu kwamba kama ni kijana lakini pia mkulima, mfugaji, unayo fursa ya kujifunza zaidi kupitia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na wao wamesema milango yao iko wazi, si ndio profesa? Sisi tuko wazi. Okay. Okay. Muje basi mshirikiane na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuweza kuzalisha ama kuongeza thamani ya uzalishaji kwenye biashara ama kilimo ambacho mnakifanya. Ni Profesa Oscar Kibazohi kutokea hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukizungumzia ama tukiwa tumezungumzia hayo mambo ya namna ambavyo mabaki ya vyakula yanaweza kutumika kuzalisha vyakula vingine kwa ajili ya ndege, wanyama, lakini pia na samaki kwa wale wavuvi. Kwa wewe mwenye kizimba, lakini pia kwa wewe mkulima ambaye unalima mazao yako, lakini pia kama ni mkulima tuzungumzie mambo ya nguruwe, mfugaji huyo, na samaki, unayo fursa kushiriki ama kutumia utafiti huu kwa ajili ya kujiongezea mapato na uzalishaji kwenye shughuli yako. Naitwa Tobias Masalu, nilikuwa hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia kipindi cha Mwanazuoni. Endelea kutazama vipindi vinavyofuatia hapa TBC1.